Sema kuvunja mitego ya adui. Kuvunja mitego ya adui. Kwenye kitabu cha Zaburi 91 mstari wa 1 na mstari wa 3. Ili neno ndilo tumepewa kwa ajili ya kongamano hili. Zaburi 91 mstari wa 1 mpaka mstari wa 3. Biblia inasema, ndiyo, aketie mahali pasiri pake aliye juu atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Nitasema, Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakaye mtumaini. Maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni iharibuyo. Amen. Pastor, rudia kidogo hapo, kuna pointi ya msingi sana. Nataka usome taratibu. Unasemaje? Biblia inasema, aketie mahali pasiri pake aliye juu atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Nitasema, Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakaye mtumaini. Maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni iharibuyo. Mstari wa 3 ni wa muhimu sana. Anasemaje? Maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni iharibuyo. Amen. Sikiliza vizuri. Naomba urudie pastor mara nyingine tena. Anasema, maana mstari wa 3 ndio mstari tuliopewa huo. Mstari wa 3 anasemaje? Maana yeye, kanisa sema maana yeye. Nifuatishe hicho, sema maana yeye atafanyaje? Atakuokoa na nini? Na mtego wa mwindaji. Atakuokoa na mtego wa mwindaji. Amen. Na katika tauni iharibu. Sema ataniokoa na mtego wa mwindaji. Mbona watu sema ataniokoa na mtego wa mwindaji. Sema tena ataniokoa na mtego wa mwindaji. Na nini kingine? Na katika tauni iharibuyo. Amen. Sema tauni iharibuyo. Hebu zungumza, sema tauni iharibuyo. Sema tauni inayoharibu. Unajua kitu inaitwa tauni? Tauni iharibuyo. Taifa la Israeli lilikutana na tauni. Hii tauni ilienda kuua kabisa hatima ya taifa la Israeli. Na hapa hii tauni iharibuyo ndio tunayoshughulikia. Sasa hivi unasikia kila eneo kwenye familia magonjwa ambayo yaishi. Kila familia unakuta kuna magonjwa. Haujaona kitu? Haleluya. Ni magonjwa. Roho ya corona inatenda kazi katika ulimwengu wa roho. Na hiyo ndio inaitwa tauni iharibuyo. Sema mtego wa tauni inayoharibu. Mtego wa nini? Mtego wa tauni inayoharibu. Nazungumza na watu hawezi kuelewa kitu. Mnaelewa kitu ninachozungumza au muelewi? Wangapi wanaanza kunielewa kidogo? Wangapi wananipata? Wanapata hata kidogo uelewa. Wanapata hata uelewa kidogo kwamba kuna tauni iharibuyo. Hebu tusome vizuri hapa, tuiangalie tauni vizuri. Kwenye kitabu cha Samuel wa pili sura ile ya 24. Samuel wa pili sura ile ya 24 kuanzia ule mstari wa 18. Alafu tutarudi pale kwenye ule mstari. Ndiyo, twende Samuel wa pili sura ya 24 mstari ule wa 18. Biblia inasema, ndiyo, siku hiyo Gadi akamwendea Daudi akamwambia, haya, kwaya wewe ukamuinulie Bwana madhabahu penye kiwanja cha Arauna Myebusi. Basi Daudi akakwea sawasawa na neno la Gadi kama Bwana alivyomwamuru. Huyo Arauna akatazama akamuona mfalme na watumishi wake wakimjia. Arauna akatoka akasujudu mbele ya mfalme kifulifuli hata chini.
Arauna akasema, bwana wangu mfalme, umenijia mtumwa wake kwa kusudi gani? Naye Daudi akasema, makusudi ninunue kwako kiwanja hiki ili nimjengee Bwana madhabahu, ili kwamba tauni ipate kuzuiliwa katika watu. Arauna akamwambia Daudi, bwana wangu mfalme akitwae akatolee yaliyo mema machoni pake. Tazama, ng'ombe hawa kwa sadaka ya kuteketezwa, tena vyombo vya kupuria na vyombo vya ng'ombe viko kwa kuni. Vitu hivi vyote, mfalme, mimi Arauna nakupa wewe mfalme. Kisha Arauna akamwambia mfalme, Bwana Mungu wako na akukubali. Lakini mfalme akamwambia Arauna, la sivyo, lakini kweli nitavinunua kwako kwa thamani yake, wala sitamtolea Bwana Mungu wangu sadaka ya kuteketezwa nisizozigharimia. Hivyo Daudi akanunua hicho kiwanja cha kupuria na wale ng'ombe kwa shekeli 50 za fedha. Naye Daudi akamjengea Bwana madhabahu huko, akatoa sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani. Basi Bwana akairidhia nchi, na tauni ikazuiliwa katika Israeli. Sema, tauni ikazuiliwa katika Israeli. Turudi mstari wa 12. Mstari wa 11. Anza mstari wa 11. Mstari wa 11. Ndio. Na Daudi alipoondoka asubuhi, neno la Bwana likamjia nabii Gadi muonaji wake Daudi kusema, nenda ukanene na Daudi, Bwana asema hivi, nikuwekee mambo matatu, katika haya uchague moja, nikutendee hilo. Basi Gadi akamwendea Daudi akamweleza, akamwambia, basi miaka 7 ya njaa ikujie katika nchi yako, au miezi 3 ukimbie mbele ya adui zako huku wakikufuatia, au siku 3 iwe tauni katika nchi yako? Fanya shauri sasa, ufikiri ni jawabu gani nimrudishie yeye aliyenituma. Naye Daudi akamwambia Gadi, nimeingia katika mashaka sana. Basi sasa tuanguke katika mkono wa Bwana, kwa kuwa rehema zake ni nyingi, wala nisianguke katika mkono wa wanadamu. Basi Bwana akawaletea Israeli tauni tangu asubuhi hata wakati ulioamriwa, nao wakafa watu toka Dani mpaka Beersheba 70,000. Tulia pale. Amen. Sema, watu 70,000 wakafa. Kwa nini? Kwa tauni iharibuyo. Sema, tauni iharibuyo. Taifa la Israeli lilijikuta limeingia katika mtego wa adui. Naomba usikilize vizuri kitu. Mtego huu haukuwa mtego wa kawaida. Ulikuwa ni mtego mkubwa ambao mtego huu aliingia Daudi. Biblia inasema, ukisoma ile Samueli wa pili sura 24 yote, unaenda kujifunza kitu cha ajabu. Daudi akuambiwa wahesabu wana wa Israeli. Daudi akaingia kwenye mtego, akaanza kuhesabu wana wa Israeli. Biblia inasema hasira ya Bwana ikawaka. Baada ya hasira ya Mungu kuwaka, Biblia inasema Mungu sasa akamtuma nabii Gadi. Alipomtuma nabii Gadi, akaja moja kwa moja amfuate Daudi mtumishi wa Mungu. Akamwambia Daudi, akasema, Daudi, sikiliza nikwambie ndugu yangu, Mungu ameniambia vitu vikubwa juu yako. Je, uingie kwenye njaa wa miaka 7? Hao alimpa vitu vitatu. Kitu cha kwanza alimwambiaje? Alimwambia, mambo matatu, katika haya uchague. Chagua mambo matatu, nikutendee hilo. Nikutendee hilo. Basi Gadi akamwendea Daudi akamweleza, akamwambia, basi miaka 7 ya njaa. Miaka 7 ya nini? Ya njaa. Ya njaa ikujie katika nchi yako. Ije kwenye nchi yako. Au miezi 3.
miezi mitatu ukimbie mbele ya adui zako, upigwe na ukimbie mbele ya adui zako, huku wakikufuata, au siku tatu iwe tauni katika nchi yako. Fanya shauri. Nisikilize nikwambie kitu hiki cha ajabu sana. Biblia inasema Daudi alikataa mashauri yote. Niangalie mama, itakusaidia hiki kitu. Daudi alikataa mashauri yote. Akasema mashauri yote unayoniletea siko tayari, moja, kufa kwa tauni. Namba 2, siko tayari kuangamia na taifa langu. Siko tayari kupigwa na maadui zangu nikakimbia. Na siko tayari tauni itumalize. Lakini nimechagua jambo moja, nianguke magotini pako. Amen. Daudi akakumbuka, akaingia kwenye rehema. Nataka nikwambie, rehema ikuwa msaada, bado rehema ikumsaidia. Biblia inasema taifa la Israeli ndani ya tauni ya siku 3 watu zaidi ya 70,000 walikuwa wamekufa. Watu 70 walikuwa wameisha. Daudi akajiuliza, akasema nifanye nini? Mbona watu wanaendelea kufa? Mbona watu 70,000 ndani ya siku 3 wamekufa? Mungu akamfuata tena Daudi, akasema, Daudi sikiliza, nikwambie kitu. Hiyo maombi ya toba umeomba sawa, lakini una kazi nyingine ya kufanya. Pamoja na toba unayoomba, lakini una shughuli kubwa ya kufanya. Akasema, nenda ukamwinulie Mungu uwanja kwenye kiwanja cha Arauna Myebusi, unijengee madhabahu. Ile madhabahu ikikamilika, na mimi nitazuia tauni katika nchi yako. Amen. Sema hey. Haleluya. Amina. Kuna wakati utaomba toba, haitaenda. Kuna wakati utamlilia Mungu, haitakuwa. Vifo vitaendelea kutokea, shida zitaendelea kutokea, kwa sababu tayari umeshaingia kwenye mtego wa uharibifu. Kazi ni moja. Akaenda, wakati Daudi anaenda, anafika kwa Arauna. Alipofika kwa Arauna Myebusi, Arauna akamwambia, akasema, sikiliza, nataka nikupe viwanja vyote hivi, nataka nikupe ukatoe sadaka. Akasema, hakuna, mimi siwezi mpaka vinigharimu. Vile vitakavyonigharimu nitavitoa mimi. Nikivitoa, na hakika Mungu anaenda kuzuia tauni kwenye nyumba yako. Ninasikia Mungu ananiambia tauni ya nyumba yako anaenda kuizuiliwa. Amen. Sema amina. Amina. Tauni ilikuwa ni ugonjwa wa ajabu. Ni kama unavyoona roho ya corona. Ni tauni ile pale ambayo inaweza kukata watu ndani ya muda mfupi sana. Kashangaa watu yani vitu vya kawaida, watu 50, watu 100, watu 200. Tunapoenda kwenye maombi ya ukombozi wa familia, kuilinda familia zetu, lazima kuna maombi tuende nayo mbele za Bwana. Hatutoe kwenye mtego wa tauni ya uharibifu, tauni ya ribio, tauni iliyokusudia kuharibu uzao wako, tauni iliyokusudia kuharibu watoto wako, kila tauni iliyokusudia kuharibu, sema ivunjike kwa jina la Yesu. Ivunjike kwa jina la Yesu. Ndugu yangu, hii ni maombi makubwa. Ndio maana 91 mstari wa 3, hapo ndio penye pointi ya msingi. 91:3 Zaburi ameisoma pastor, nataka urudie huu mstari. 91:3 anasema, maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji, na katika tauni iharibuyo. Sema katika tauni iharibuyo. Ndugu yangu, tauni ni mtego unaoharibu. Amen. Kuna mitego ambayo imeshategwa inase watu, wakinasa waharibike. Huo mtego ambao umetumwa kwenye familia yako, leo tunataka tuuvunje kwa jina la Yesu. Uvunjike kwa jina la Yesu. Nasema huko mtego, wengine mlishategwa tayari na mmeshategeka. Wengine mlishategwa na mmeshategeka. Kutumia zongo tayari. Mtego umeshategwa na umetegeka. Kuna watu leo wameshaumwa. Kuna watu leo kwenye majanga, walikutegea mtego, wakafanyaje? Wakakunasa. Yes. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Sema Yesu nitoe kwenye mtego. Yesu nitoe kwenye mtego. Ezekieli sura ya 13
mstari wa 18 mpaka 21. Iko mitego. Ezekieli sura ile ya 13 mstari wa 18 mpaka 21. Biblia inasema, ndio useme Bwana Mungu asema hivi, ole wao wanawake wale washonao irisi katika viungo vyote vya mikono, wawekao leso juu ya vichwa vya kila kimo, ili wawinde roho za watu. Je, mtaziwinda roho za watu wangu na kuzihifadhi hai roho zenu wenyewe? Nanyi mmeninajisi. Sema mtaziwinda roho za watu. Roho, mbona siongei? Sema mtaziwinda roho za watu. Maana kuna wanawake wanaitwa wanawake washonao nini? Irisi. Kazi yao ni kufanyaje? Kuwinda roho, ni kuwinda roho za watu. Niangalie mama, nikusaidie, acha kupoteza muda. Naweza kushangaa maliza maombi umepoteza muda. Anasema enyi wanawake mnaoziwinda roho za watu. Kumbe kuna watu roho zao zinawindwa. Kuna watu familia zao zinawindwa. Kuna roho zinawindwa. Anasema enyi mnaowinda roho za watu, mnaoshona irizi, mnawinda roho za watu. Anasemaje? Endelea. Mtaziwinda roho za watu wangu na kuzihifadhi hai roho zenu wenyewe. Umesikia? Nanyi mmeninajisi kati ya watu wangu, ndio kwa ajili ya makonzi ya shairi na vipande vya mkate, ili kuzuia roho za watu ambao haikuwapasa kufa. Umesikia? Na kuzihifadhi hai roho za watu ambao haikuwapasa kuwa hai. Unaona kitu cha ajabu sana? Kuna watu wakupaswa kufa, lakini leo hii wamekufa. Kuna watu kwenye familia zetu hawakupaswa kutoweka, lakini leo wametoweka. Kuna watu ambao haikupasa kabisa wao kufa na wao kutoweka, leo hii wamekufa. Tunapoanza tunafanya maombi, ujue kuna watu wanawinda roho za watu. Kuna mitego. Kuna mitego katika ulimwengu wa roho. Kuna watu wanakutega wakati hujui kama wanakutega. Kuna mitego imeshakutega, imekupa mpaka magonjwa leo hii. Tayari unaumwa, tayari una kisukari, tayari una pressure, tayari kuna mitego. Kuna mitego ambayo shetani anatega kila eneo. Anatega kwenye vyakula, anatega njiani, anatega mahali kokote, ili kuziwinda familia zetu, ili kuharibu familia zetu, ili kuharibu watoto wetu. Kuna mitego imetegwa kila kona ili kuua hatima yako. Natangaza kwa jina la Yesu, huo mtego aliyekutegea leo tunauvunja kwa jina la Yesu. My Jesus, kuna watu wako tayari. Sema hey. Sema navunja huo mtego. Navunja huo mtego. Kuna mtego umetegewa. Kuna watu wametega irizi njiani. Washonao irizi hao wanawake wanawinda roho za watu ili kuwaua. Wanarinda roho zako ili kuimaliza. Wanawinda roho ya kila mmoja kuimaliza. Nasema huo mtego ninaupasua leo kwa jina. Upasuke. Nani uko tayari tuvunje huo mtego? Niko tayari. Sema vunjika. Vunjika. Hallelujah, glory. Amen. Kuna watu wamekutegea mtego. Wao wajui. Mungu amenituma kwa jina la Yesu. Amen. Huo mtego uliotegwa kwenye familia yenu, leo ninauvunja kwa jina la Yesu. Umetumwa kwenye watoto wako, leo ninauvunja kwa jina la Yesu. Huo mtego wa magonjwa ninauvunja kwa jina la Yesu. Luka juu sema vunjika. Vunjika. Fire. Sema fire. Fire. Uko tayari tuvunje mtego? Niko tayari. Nani uko tayari tuvunje mtego? Amina. Nani uko tayari kuvunja mtego? Niko tayari. Nani uko tayari tuvunje mtego? Amina. Isaya sura 24 mstari wa 17 na 18. Isaya sura 24 mstari wa 17 na mstari wa 18. Isaya 24 mstari wa 17 mpaka mstari wa 18. Biblia inasema. Inasemaje? Hofu na shimo na mtego vi juu yako. Hofu na nini? Na shimo. Hofu na shimo na mtego. Na nini? Na mtego. Na mtego vi juu yako. Viko juu yako. Ewe mwenye kukaa duniani. Ewe mwenye kukaa duniani. Hebu niangalie vizuri, niangalie vizuri. Nipungie mkono. Sema hofu na nini? Hofu na nini? Na shimo. Na shimo. Na mtego. Na nini?
na mtego viko nani? Juu yako. Viko wapi? Viko kanisa juu yako. Viko wapi? Viko juu ya nani? Juu yangu. Wewe unayekaa wapi? Pasta, soma vizuri pale usikie. Nataka kumwambia mtu mmoja hapa. Anasema hofu na shimo. Hofu, niangalie vizuri. Hofu na nini? Na shimo. Na shimo. Na mtego. Na mtego. Juu yako. Juu yako. Ewe mwenye kukaa duniani. Ewe mwenye kukaa duniani. Niangalie vizuri. Niangalie vizuri. Kuna mtu anasema anadanganya, hii mitego bwana haipo. We, hujasoma maandiko. Yanasema hivi, hofu, sema hofu. Hofu ni mlango mkubwa wa mtego wa shetani. Yaani mtu tu kuogopa, yaani kuogopa tu, hivi kuogopa tu hivi nikifa kesho. Yaani ukianza kuogopa hivyo tayari umemruhusu shetani itokee. Hiyo inaitwa hofu. Watu wengi wamekufa kwa hofu. Alivyoambiwa tu na HIV kafa kabisa. Hofu. Watu wengi wamekufa kwa hofu. Hofu tu imewaua watu. Hofu tu imemaliza watu. Sasa anasema hofu namba moja, na namba mbili nini? Shimo. Shimo, sema shimo. Sema shimo. Kuna shimo. Hofu na shimo. Shimo, makaburi, mashimo. Umeelewa? Mashimo, makaburi. Hofu, shimo na nini tena? Mtego. Mtego vimefanyaje? Juu yako. Juu yako wewe unayekaa duniani. Amen. Usifikiri mitego iko kwa watu wengine. Ndio maana nataka nikwambie hivi, kama uko kwenye hii dunia, lazima uwe na maombi makubwa, kwa sababu kuna mitego, kwa sababu kuna hofu, kwa sababu kuna shimo vimetegwa kwa ajili yako. Kuna watu wamekutegea mtego, wanajua watakunasa, hilo shimo litakumeza. Wanajua watakunasa, watoto wako watawazika. Wanajua watakunasa, hatima yako itaharibiwa. Natangaza kwa jina Yesu, huo mtego ninauvunja kwa jina Yesu. Vunjika. Fire. Ananiangalia hapa kalala kabisa. Ndugu yangu, kuna hofu. Yes. Shimo vyote viko wapi? Duniani. Viko duniani. Vinawasubiri watu. Wachawi wanatumia mbinu hiyo kuroga watu. Fire. Kuroga hatima za watu, kukuwekea mashimo mbele. Kila shimo lilo mbele yako, aliyeliandaa hilo shimo tutamtumbukiza yeye kuanzia leo. Tumbukie mwenyewe. Aliandaa kutumbukiza watoto wako, tutamtumbukiza yeye. Tumbukie yeye. Aliandaa kutumbukiza nyumba yako, atatumbukia yeye. Tumbukie mwenyewe. Luka juu sema atumbukie yeye kwa jina. Tumbukie yeye kwa jina la Yesu. Sema hey. Hey. Mwambie mwenzio, mwaka huu sitegemei kuzika watoto wangu. Sitegemei kuzika watoto wangu. Wala kuzikwa mwenyewe. Wala kuzikwa mwenyewe. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hii mitego ipo. Amen. Usifikiri mitego hii haipo, ipo. Lazima ujue. Anaendelea anasemaje pastor? 18 anasema. Itakuwa kila akimbiaye sauti ya hofu ataanguka katika shimo. Umesikia? Na kila apandaye na kutoka shimoni atanaswa na mtego. Umesikia? Kwa maana madirisha yaliyo juu yamewekwa wazi na misingi ya dunia inatikisika. Mungu wangu. Anasema kila anayefanyaje? Kila anayekimbia sauti ya hofu anafanyaje? Ataanguka katika shimo. Anaanguka kwenye shimo. Sema kila anayekimbia sauti ya nini? Ya hofu anafanyaje? Anaanguka kwenye shimo. Miaka fulani nilinunua pikipiki yangu mpya. Ile pikipiki bwana, nikawa naiendesha napita kule karibu na ofisini kwangu nilipokuwa nafanya kazi. Lakini wakati napanda hivi nikaona kamlima kangema kako hivi. Ukiwa pale ofisini kwangu nilipokuwa nafanya kazi, ukipanda hivi kwenye ofisi ya serikali sasa ile ukipanda pale kwenye ofisi, ukiangalia kwenye ofisi ya kata pale, ukipita tukiwa unapanda hivi juu kuna kashimo, kama kuna lishimo liko chini, sijajua kama sasa bado lipo. Sasa hivi limekuwa kubwa basi ulipokuwa unapita sasa ukiangalia kuna shimo pale nikiingia ofisini kwangu pale. Sasa siku moja nimekuja na pikipiki yangu mpya, nilikuwa napita tu siku zote vizuri. Sasa siku nilipokuja nakuja kupita nikasema hili shimo sitadondoka. Yaani nilikuta mimi mwenyewe na pikipiki tumeingia.
Unachokiogopa ndio mtego, ndio kinakupata. Yaani unachokiogopa ndio kinakupata. Leo anza kufuta roho ya hofu kwenye nafsi yako. Anza kuambia mashetani, mimi sifi leo wala kesho kutwa. Amina. Mpaka miaka 100 ndio naondoka hapa duniani. Sema fire. Fire. Hofu, kile unachokiogopa ndio kinakupata. Unachokiogopa ndio kinakupata. Leo navunja hiyo roho ya hofu kwa jina la Yesu. Ivunjike. Nasema navunja huo mtego kwa jina. Vunja. Sema ninauvunja kwa damu ya Yesu. Ninauvunja kwa damu ya Yesu. Uko tayari? Amen. Nani uko tayari nipungie mkono? Niko tayari. Mhubiri 9:12. Nakupa nondo nzito sana. Mhubiri sura ya 9 mstari wa 12 unasemaje? Mhubiri 9:12. Mhubiri 9:12 unasemaje? Mhubiri 9:12. Mhubiri 9:12 nasema. Biblia inasema, maana mwanadamu naye hajui wakati wake, kama samaki wanavyokamatwa katika nyavu mbaya, na mfano wa ndege wanaonaswa mtegoni. Kadhalika wanadamu hunaswa katika wakati mbaya, jamani, unapowaangukia kwa ghafla. Jamani. Pastor, kuna watu hawajasikia hili somo. Naomba urudie vizuri. Huo ni mstari wa ajabu sana. Unasemaje? Maana mwanadamu naye hajui wakati wake, kama samaki wanaokamatwa katika nyavu mbaya, na mfano wa ndege wanaonaswa mtegoni. Kadhalika wanadamu unaswa katika wakati mbaya, unapowaangukia kwa ghafla. Hello? Hebu nipungie mkono hivi kama umesikia neno. Sema kumbe na sisi sema Hello? Sema Mwangalie mwenzio, kumbe na wewe ni kama samaki. Shika hata mkono ise. Muulize, na wewe ni kama samaki au? Si umshike, ukiona washikiki mtikise kama ni mume wako au mke wako hapo nyumbani. Mtikise, ambia ndugu yangu, kumbe na wewe ni kama samaki. Kumbe na wewe na samaki nao mnafanana. Wanafanana? Halo? Nauliza, wanafanana au wafanani? Wanafanana? Au angapi nasema wanafanana? Samaki hajui saa ya kuliwa. Samaki? Samaki anajua saa ya kuliwa? Hajui. Nauliza, samaki anajua saa ya kuliwa? Anajua saa ya kuliwa? Anajua saa ya kuliwa? Naomba pastor utusomee vizuri, maana watu ujue bwana wana mambo mengi. Hebu tusikie kitu. Anasemaje? Naomba wewe niangalie mimi, ndio maana nimekuambia sikiliza, soma alafu nisikilize. Soma pastor usikie. Maana mwanadamu na yeye hajui wakati wake. Hajui wakati wake. Kama samaki wanaokamatwa. Kama samaki wanaokamatwa. Niangalie vizuri. Anasema kadhalika mwanadamu naye hajui wakati wake. Kuna hatari ya kuishi kama samaki. Hi Jesus. Watu wengi sasa hivi wanaishi kama samaki. Hawajui hata nyakati, hawaelewi. Kama sasa hivi ni nyakati ya vita, hawaelewi. Kama sasa hivi ni nyakati inahitaji maombi, hawajui. Kama ni nyakati inahitaji sasa hivi kusimama kuomba, watu hawajui. Na hii ndio shida kubwa tulionao leo. Tuna waombaji wengi hawajui kama ndio nyakati sasa hivi zimefika za kukamatwa. Kwa hiyo hata ikija ugonjwa, hata ikija taabu, hata ikija shida, hakuna anayejua. Ni kama samaki. Wakati wa kunaswa ujui. Ndio maana unahitaji macho ya kinabii. Sema prophetic eyes. Macho ya nini? Macho ya kinabii. Macho ya kinabii yakwambie hizi nyakati tunaenda nazo ni mbaya. Hizi nyakati zina mitego. Hizi nyakati zina mashambulizi. Kama usipokuwa na
na macho ya kinabii ya kujua jamani, hizi ni nyakati gani. Watu wengi hawajui nyakati tu, wamekuta wameshanaswa na magonjwa, wameshanaswa, yaani umeshanaswa kwa sababu hawajui nini? Hawajui wakati. Binadamu anafanana na samaki. Mwambie mwenzio acha kufanana na samaki. Acha kufanana na samaki. Ndio maana utanaswa na hujajua kwa nini umefanyaje? Umenaswa. Na hujui kwa nini umenaswa. Kuna watu utashangaa umenaswa tayari, wameshakubana huko njiani na hujajua. Utashangaa umeshanaswa na ajali na wakati hujui. Utashangaa umeshanaswa na kifo wakati hujui. Utashangaa unanaswa na magonjwa wakati hujui. Utashangaa umenaswa na nguvu za giza wakati hujui. Natangaza kwa jina la Yesu Kristo, ninakutoa kwenye mtego aliokunasa. Nitoe kwa jina la Yesu. Sema ninatoka kwa jina la Yesu. Ninatoka kwa jina la Yesu. Kuna watu kwenye kuzalau maombi, watu wanazalau hata maombi. Wanazalau maombi kitu cha kawaida. Kongamano kubwa linatangazwa kabisa la maombi. Unaona mtu yuko busy ajali. Yani ajali. Kaisha anaswa. Ajali. Shida ikitokea utasikia mimi ujue ajali. Na kati ya vita vikubwa sana ni watu kutofanyaje? Kutojali. Ujali, unaona kitu cha kawaida tu. Unaona tu kuna maombi fulani tunaongoza, maombi kwa njia mtandao, tunaomba maombi makubwa, mfuatilia maombi ya mtu ajali. Hii ndio shida, watu hawajali. Watu niko busy. Uko busy, unakuwa busy, unamshinda Mungu wewe. Niko busy. Busy, mwambie ndugu yangu, busy utakako kupeleka tutakukuta tayari. Sisi tukija kwenye shimo tunafikia, hatuna kazi zingine. Nakwambia kabisa, tukikukuta umeshaingia kwenye shimo, sisi tunafanyaje? Mwambie tunamalizia kufikia. Hatuna kazi nyingine. Sisi tufanyeje sasa? Si umekubali umenaswa? Ukikubali unaswe, wakikunasa basi umeshanaswa. Sasa hata maombi ya kujinasua naye utaki. Umeelewa? Hata maombi kusema sasa najinasua naye utaki. Anasemaje pastor? Rudia inasemaje? Maana mwanadamu naye ajui wakati wake. Mwanadamu ajui wakati wake. Kama samaki wanaokamatwa. Katika nyavu mbaya. Na mfano wa ndege wanaonaswa mtegoni. Ndege wanaonaswa wapi? Mtegoni. Kadhalika wanadamu nao unaswa katika wakati mbaya. Unapowaangukia kwa ghafla. My Jesus glory, kuna watu wananielewa? Amen. Kuna wakati mbaya unakuangukia kwa ghafla. Wakati wao hujui kama ni mtego, kumbe tayari umeshanaswa. Unaanguka kwenye mtego kwa ghafla. Unashangaa tayari umeshaingia kwenye mtego. Unashangaa tayari umeshanaswa. Unashangaa tayari umesha kwenye mtego. Unashangaa tayari umeshakuwa kwenye mtego. Mungu amenituma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kila mtego aliyokunasa, yes, leo ninakutoa kwa jina la Yesu. Nitoe mtu wa Mungu. Sema leo kutoa kwa jina la Yesu. Ninakutoa kwa jina la Yesu. Amina. Nasema ninakutoa kwa jina la Yesu. Toke huko. Nasema nakutoa kwenye huo mtego. Kwenye huo mtego wa kansa. Natoka. Mtego wa kisukari. Natoka. Mtego wa mauti. Natoka. Mtego wa jeneza. Natoka. Nakutoa kwa jina la Yesu. Natoka. Luka sema ninatoka kwenye mtego. Ninatoka kwenye mtego. Sema ninatoka kwenye mtego. Inawezekana ukawa umenaswa na hujajua kama umenaswa. Nikwambia kabisa. Wangapi najaribu kunielewa hiki nafundisha? Amen. Hebu nipungie mkono kama unanielewa. Amina. Mwambie ndugu yangu hawatakunasa tena kwa jina la Yesu. Ndugu yangu hawatakunasa tena kwa jina la Yesu. Mwambie kataa kunaswa. Amina, kataa kunaswa. Mwambie kataa kunaswa. Kataa kunaswa. Msema na kataa kunaswa kwa ghafla. Na kataa kunaswa kwa ghafla. Unanaswa na ingia kwenye uharibifu. Haleluya. Amen. Kwa sababu ya kupuuzia mambo ya Mungu, umekuta watoto wako wamenaswa. Umekuta familia yako tayari imenaswa. Umekuta maisha yako tayari yamenaswa. Mtu umejikuta tayari umeshanaswa kwa ghafla na ujui umenaswaje. Hii ni shida kubwa sana. Kuna watu wamenaswa leo hii. Familia zimenaswa na wajui wamenaswaje. Umenaswa kwenye hatima yako na ujui umenaswa vipi.
maisha yako yamenaswa na hujajua kama umenaswa. Kati ya vitu ambavyo nataka kujua, lazima ujue kwamba kuna mitego unaweza kunaswa. Sema amina. Amina. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Sema tena Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Sema tena Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Yeremia 18. Yeremia 18 22 23. Yeremia 18 22 23. Kitabu cha Yeremia sura ya 18 mstari wa 22 mpaka mstari wa 23. Kitabu cha Yeremia 18 22 23. Biblia inasema ndio, kilio na kisikiwe. Na kilio kisikiwe kitokacho katika nyumba zao. Ndio hapo atakapoleta kikosi juu yao kwa ghafla. Ndio, kwa maana wamenichimbia shimo waninase, nao wameifichia miguu yangu mitego. Wamefanyaje? Wameifichia miguu yangu mitego. Wamenichimbia nini? Rudia kwanza. Wamenichimbia nini? Wamenichimbia shimo. Wamenichimbia shimo. Waninase. Waninase. Sema fire. Wamefanyaje? Wamenichimbia shimo. Wafanyeje? Waninase. Naongea na kanisa, naongea na nani? Sema wamenichimbia shimo ili wafanyeje? Waninase. Kuna watu mko hapa mlishanaswa. Mlishanaswa zamani, yani mlishanaswa. Walishakuchimbia shimo na walishakunasa. Wamekuchimbia shimo, wamekunasa. Wamekunasa kwenye magonjwa. Hiyo ndoa yako wameichimbia shimo tayari, wamefanyaje? Wameinasa. Hiyo biashara yako wameichimbia shimo tayari, wameinasa. Hao watoto wako tayari unaona wafanyi vizuri, wamewachimbia shimo, wamewanasa. Watu wengi wanadharau hivi vitu. Kuna watu wameshakuchimbia shimo kwenye ulimwengu wa roho na wamefanikiwa, wamekunasa tayari. Kuna wengine wameshanaswa tayari, hawana namna ya kutoka. Wako kule, anafanya tu, ngoja nitasikiliza tu maombi huko, nitasikiliza tu maombi huko. Wameshakunasa. Nitasikiliza tu kwenye redio, nitaishia tu kusikiliza nyumbani kwenye redio. Wewe wameshakunasa. Yaani una namna ya kutoka. Wamejua tu jamaa tumeshamnasa na huko hawezi kutoka. Leo yoyote aliyekuchimbia shimo, fire. Nasema aliyekuchimbia shimo. Amen. Nasema aliyekuchimbia shimo. Yeah. Huyu akakunasa. Ndio. Leo ninakutoa kwenye hilo shimo kwa jina. Kwa jina la Yesu. Sema fire. Fire. Nani uko tayari kutoka kwenye shimo alikomnasa? Niko tayari. Haleluya. Amen. Kuna watu leo mlitakiwa muwe mna kazi nzuri. Yes. Walishawanasa, hamna kazi tena. Kuna watu mlitakiwa muwe watu wakubwa sana, kumbe umeshakunasa. Kuna watu ulitakiwa leo hii uwe umepiga hatua kubwa sana ya mafanikio, uwe umeenda mbali sana na uzao wako, lakini walishakunasa tayari. Kuna watu ulitakiwa leo uwe umeshapiga hatua, kumbe tayari wameshakunasa. Kuna mtego umekunasa. Mungu amenituma unaisikiliza maombi haya. Amen. Mahali kokote walikokunasa, ninauvunja huo mtego kwa jina. Uvunjwe. Na anasema tuvunje mtego sasa. Uvunjike. Tuvunje, na anasema tuvunje mtego. Amen. Kuna mahali wamenasa watoto wako. Yes. Wanataka waangamize, wanataka waue. Kwa mamlaka niliyopewa, huo mtego naenda kuvunja kwa jina Yesu. Amina. Nasema naenda kuvunja kwa jina Yesu. Uvunjike. Yoyote aliyenasa maisha yako, amen, leo anaenda kuiachia. Aiachie. Nasema leo anaenda kuiachia. Amina. Sema nitoe kwenye mtego. Nitoe kwenye mtego. Dangu nakimbia sana, lakini natamani tuombe. Hebu sikiliza neno hili. Hallelujah, glory. Amen. Sikiliza neno hili kwenye kitabu cha Zaburi 124 mstari wa 7 na mstari wa 8. Zaburi 124 mstari wa 7 na mstari wa 8. Zaburi 124 mstari wa 7 na mstari wa 8. Biblia inasema, unasemaje? Nafsi yetu imeokoka. Nafsi yetu imeokoka kama ndege katika mtego wa uwindaji. Kama ndege katika nini? Katika mtego katika mtego wa nani? Wa wawindaji. Mtego umevunjika. Mtego umevunjika. Nasi tumeokoka. Pigia Yesu makofi. Amen. Rudia pasa, anasemaje?
Anasemaje? Nafsi yetu imeokoka. Nafsi yetu imeokoka Kama ndege katika mtego wa wawindaji. Kama ndege katika mtego wa wawindaji. Mtego umevunjika. Mtego nao umevunjika. Nasi tumeokoka. Na sisi tumeokoka. Msaada wetu u katika jina la Bwana. Aliyeziumba mbingu na nchi. Mpigie Yesu makofi. Amen. Kumbe unaweza kutolewa kwenye mtego. Anasema Daudi, anasema nafsi yetu imetolewa kwenye mtego, na ule mtego umefanyaje? Na ule mtego umevunjika. Kwa hiyo kuna haja ya kuvunja mtego. Mtego ambao umeutega kwenye familia yako, mtego ambao umeutega kwenye uzao wako. Wametega waue hatima yako, wametega watume magonjwa, wametega waue maisha yako, wametega mtego uwe hatima yako. Huo mtego ninauvunja kwa jina la Yesu. Tuuvunje au tuache? Tuuvunje. Na anasema tuuvunje huo mtego. Tuuvunje huo mtego. Na anasema tuuvunje huo mtego. Uvunjike. Tukiuvunja huo mtego, tutafuta vifo, mauti, magonjwa kwenye familia. Amina. Hiyo mitego aliyoituma. Hii miezi yote inayokuja, kuna watu wameshatega mitego. Wameshatega mitego ili watu wafe kwa tauni. Huo mtego wa tauni tunauvunja kwa jina la Yesu. Sema fire. Fire. 91 Zaburi 11 mpaka 13. 91 Zaburi 11 mpaka 13. Zaburi ya 91 mstari wa 11 mpaka mstari wa 13. Hii maombi itakusaidia sana. Hii maombi itakusaidia sana kuvunja huu mtego. Inasemaje Zaburi ya 91 mstari wa 11 13? Kwa kuwa ndio atakuagizia malaika zake. Atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Wakulinde njia zote. Mikononi mwao watakuchukua. Watakuchukua. Usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Jiwe. Utawakanyaga simba. Utawakanyaga simba. Na nyoka. Na nyoka. Mwana simba. Na joka. Na joka. Utawaseta kwa miguu. Utawaseta kwa miguu yako. Amen. Mika sura ya 6 mstari wa 2 na mstari wa 4. Mika sura ile ya 6 mstari wa 2 mpaka mstari wa 4. Kitabu cha Mika. Mika sura ile ya 6 mstari wa 2 mpaka mstari wa 4. Mika 6. Ndio. Mika 6 mstari wa 2 mpaka mstari wa 4. Biblia inasema, sikieni enyi milima. Ndio. Mateto ya Bwana. Na ninyi enyi misingi ya dunia iliyo imara. Kwa maana Bwana ana mateto na watu wake, naye anaojiana na Israeli. Enyi watu wangu, nimewatenda nini? Nami nimewachosha kwa habari gani? Shuhudieni juu yangu. Kwa maana nalikupandisha kutoka nchi ya Misri na kukukomboa utoke katika nyumba ya utumwa. Nami naliwapeleka Musa na Haruni na Miriam watangulie mbele yako. Yes. Amen. Hallelujah. Amen. Mungu alipoona wana wa Israeli umeshatekwa, ilibidi amtume Musa. Kwenye maisha unamhitaji Musa sana. Amen. Unamhitaji Musa. Watu wengi hawajali kama kuna Musa kwenye maisha yao au hamna. Kama una Musa wa kukutoa kwenye ule mtego, hauwezi kutoka hata kama una nguvu za kutoka. Kama Mungu ataleta Musa kukutoa, huwezi kutoka hata kama una nguvu gani za kufanyaje, za kutoka. Amen. Leo Mungu amenituma kama Musa kwenye maisha yako. Amen. Kila mtego ambao wamekuwekea, amini leo huo mtego unaenda kuvunjika. Amen. Na wewe unaenda kutoka kwa jina la Yesu. Amen. Nasema huo mtego unaenda kuvunjika. Amen. Na wewe unaenda kutoka kwenye mtego kwa jina la Yesu. Amina. Simama kwa miguu yako. Watu wengi hawajui kwa nini tuko kwenye maombi hii makubwa. Kwa sababu kuna mitego kwenye ulimwengu wa roho. Haleluya. Hiyo mitego wengine tayari imeshanasa. Hiyo mitego wengine tayari imeshakamatwa. Hiyo mitego tayari wengine imeshawakumba tayari.
na hiyo mitego tayari wengine wameshashambulia hatima zenu kwa hiyo mitego. Leo nataka uombe. Nataka leo tuombe kama vile hatujawahi kuomba. Nataka leo uombe kama vile hujawahi kuomba. Nataka leo uombe kama vile hujawahi kuomba. Nataka leo umlilie Yesu kama vile hujawahi kumlilia Yesu. Kumbuka, tunaombea familia zetu, tunaombea watoto wetu, tunaombea miji yetu. Kuna mitego mingi shetani ameitega. Ameitega kwenye afya, ameitega kwenye hali ya hewa. Kuna watu shetani anataka awanase. Leo nataka tuombe na Mungu utaona vile anaenda kufanya kazi. Glory to Jesus. Popote unapofuatilia maombi haya kwa njia ya TV na kwa njia ya mtandao, omba maombi haya, yatakusaidia sana. Hii mitego yote nakwenda kuimaliza, na kwa nguvu ya utukufu wa Kristo Yesu unaenda kusaidiwa na Yesu Kristo mwana wa Daudi. Sema haleluya. Inua mikono yako. Wewe ni Mungu, tuliza mawimbi. My Jesus. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi My Jesus. na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo Yes. wanadamu hawezi kufanya. Yes. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu. Imba haufananishwi, haufananishwi na kitu. Yesu haufananishwi, haufananishwi na kitu. Unafanya mambo ambayo wanadamu hawezi kufanya. Natoa faraja ambayo wanadamu hawezi kutoa. Yesu haufananishwi na kitu. Baba haufananishwi, haufananishwi. Yesu na kitu. Baba haufananishwi, haufananishwi. Yesu na kitu. Unafanya mambo ambayo wanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo wanadamu hawezi kutoa. Yesu Baba haufananishwi, haufananishwi. Peke yako na kitu. Tunase haufananishwi, haufananishwi na kitu. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Haufananishwi na kitu. Yesu haufananishwi, haufananishwi. Yesu na kitu. Baba haufananishwi, haufananishwi na kitu kingine. Wewe ni Mungu, mtuliza mawimbi.
Yesu afananese, Baba afananisi, Yesu afananese, Yesu afananisi, Yesu afananisi, asakatarabashek, Yesu afananisi, antarababababas, Baba afananisi, asekerererererere, Yesu afananisi, antarabababashakatasa, Yesu afananisi, antarabababababas, Yesu afananisi, ashakatarababababas, Yesu afananisi, antarabababashakata, Yesu aulinganisi, antarababashekerere, Baba aulinganisi, antarabababashakata, Yesu aufananisi, antarabababababas, Yesu aufananisi, shantarabababababa, Baba aufananisi, antarabababababa, Yesu aufananisi, shantarabababababa, Baba aufananisi, shantarababababa, Baba aufananisi, shantarababababa, Baba aulinganisi, ashakatarabababa, Yesu aulinganisi, apapapapapapa, Yesu aulinganisi, shatarababababa, Baba aulinganisi, ababababababa, unafanya mambo, yes, unatoa faraja, Baba, Baba aulinganisi, asantarabababa, wewe aulinganisi, aulinganisi na Yesu, wewe aulinganisi na Jehova, wewe aufananishi na mtu yeyote, wewe aulinganishi Jehova Shama, manarababashekerebebebebe, wewe aulinganishi Jehova Shama, peke yako, peke yako, peke yako, peke yako unatenda Bwana. Inua mikono yako, funika macho yako, sema leo kwa jina la Yesu niko mbele zako Yesu. Sema leo nataka fungua kinywa chako, unapotamka tamka kwa nguvu zote. Mimi na sauti kubwa, na wewe tumia nguvu zote. Sema leo
kwa jina la Yesu, ninatamka, niko mbele zako, nimekuja Bwana Yesu, nimekuja Bwana Yesu, ninatambua mbele yangu wameweka mtego, mbele yangu wameweka mtego, mtego wa uharibifu, mtego wa mauti, mtego wa kifo. Leo ninatamka kwa jina la Yesu, kila mtego uliowekwa mbele yangu, kila mtego uliowekwa mbele yangu, leo ninauvunja huo mtego kwa jina la Yesu. Omba kwa sauti. Rikaraba sandarabokora. Unafuatilia maombi haya popote pale ulipo, iko neema ya kutusaidia, iko nguvu ya kukusaidia. Omba kwa sauti. Manaraba shakaraba rikarobo sandaraba shaka rikaraba baba. Fungua kinywa chako unapoomba, hata kuomba kawaida. Omba kwa nguvu zote na kwa spidi kubwa. Vunja huo mtego. Kuna mitego imewekwa na maadui zetu, mitego mingine hatuijui, mitego ya mauti. Tunavunja mtego wa mauti. Vunja kwanza mtego wa mauti, mtego wa kifo. Santarababakatarabash. Vunja mtego wa kifo leo. Kila mtego uliowekwa mbele yangu, mtego wa kifo, leo ninauvunja kwa jina la Yesu. Kuna kaburi waliniandalia, tamka, tamka, tamka. Kuna madhabahu ya jeneza wameiandaa, leo pasua mtego. My Jesus, omba kwa nguvu zote. Rikatatatatata ratatatarabakatatata. Tunavunja huo mtego, huo mtego wa mauti, huo mtego wa mauti. Manarabakorebe shekete. Kuna watu wametegewa mtego. Nguvu ya Mungu ni kubwa. Tegwa huo mtego. Kuna mtego uko mbele yako, huo mtego wa kaburi, mtego wa mauti. Umekuwa unaona kwenye ndoto, unauona ukilala, unaona hiyo ndoto, unaona hiyo ndoto. Kuna jeneza linakuja, kuna kaburi linakuja. Leo kwa jina la Yesu Kristo, omba kama vile kichaa, pia chua huo mtego. Shab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 a. Mama, Yesu anakusaidia. We baba, Yesu anakusaidia. Vunja huo mtego wa kifo. Shika tatatatata. Tamka, tamka, tamka leo kwa jina la Yesu Kristo, kwenye hii madhabahu niliyosimama. My Jesus, my Jesus, kila mtego uliotegwa, mtego wa kichawi, mtego wa mauti, mtego wa mauti, leo naufyatua, 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 naufyatua. Fyatua mtego. My Jesus, ongeza nguvu unapoomba, unapofuatilia maombi haya. Yes, unapofuatilia maombi haya, omba, jikane nafsi, jikane nafsi, jikane nafsi unapofuatilia maombi haya. Rika tatatatatata. Yes, hiyo mauti mliotuma kwenye nyumba yangu na kwenye mji wangu, huo mtego mliotuma kwenye nyumba yangu, leo ninaufyatua, leo ninaufyatua. Mayakatere kerebesh ratatatatata. Nani ametuma mtego? Nani ametuma mtego? Mandoroko rebeketete. Omba kama kichaa, omba kama utaomba. Rikatetetetete yana rikantere sete ratatatatata. Kwa damu ya Yesu, tumia damu ya Yesu, tumia damu ya Yesu. Shebebebe ratatatatata. Hiyo mitego ya kifo leo ninaivunja kwa jina la Yesu. Mayaka manara ratoto riakarekete ratatatatata mantarakatatata. We kifo liotuma kwangu, tamka, 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 tamka. We kifo liotuma kwangu, setetetetetete. We kifo umetuma kwenye maisha yangu, leo ninakuvunja kwa damu ya Yesu. Marebeke ya tatata
parakora shende rekete rapapapapapapa. Mtego wa mauti waliotuma kwa watoto wako, zama ndani, zama ndani, zama ndani kwenye familia yako. Riatototototo, taja majina ya watoto wako, fyatua mtego. Makayatotorakata retetetetetete. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu kwa watoto wako. Vunja huo mtego. Mayakata ratatatata. Yes, 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 yes. Unapoomba, unapoomba acha kujihurumia. Acha kuomba maombi ya kujihurumia. Acha kuomba maombi ya kujihurumia. Unapoomba maombi haya ni maombi makubwa. Marakayata yebakatesete ratatatatata ratatatatata. Vunja mtego. Tamka majina ya watoto wako, tamka majina ya watoto wako. Vunja mtego. Shetetetetete ratatatatata. Tamka majina, tamka majina ya watoto wako. Rikaterekeshete shababababababababa. My Jesus, my glory. Tamka majina ya familia yako. Manorokoryabash ritatatatata mantokorekete ya papapapapapapapa mareketetetete. Tamka majina ya mume wako na mke wako. Vunja huo mtego ulio mbele. Shitata reitatatatata shebe sekete retetetetetete mantoro sekere rita 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 shibababa yeketerekere shete ratatata ratarata ratata manaraba koriba shekere sete. Omba, omba, omba. Vunja. Yes, tamka kwa maneno yako mama. Acha kushangaa. Omba maombi makubwa. Omba maombi makubwa. Yetere setetetete rata 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 manaroto to roko roshete yekete sekete ratatatata. Faida ya mtu. Ratatatatata shakatarakatata ratatatata sererere seterere. Omba. Paza sauti unapoomba. Mandoro shakatatata. Yes, vunja huo mtego. My Jesus, ongeza nguvu. We mama uliyobeba mtoto, funga mtoto vizuri, anza kuomba. Weka mtoto chini, anza kuomba. Vunja. Yes, asiwepo mtu aliyekaa. Unapoomba maombi ya makubwa namna hii, uko njiani, vunja ikitu. Shika tatatata. Nani ametuma mtego wa uharibifu? Nani ametuma mtego wa uharibifu? Yes, vunja 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 vunja. Shabababa. Nani amekutumia mtego? Anayetaka kuua hatima yako, anayetaka kuua maisha yako, anayetaka kuua watoto wako, anayetaka kuua nyumba yako. Nani anataka kuua nyumba yako? Leo kwa jina la Yesu, kwa mamlaka niliyopewa, na vunja huo mtego. Yantaranda yandaranda randa randa rikatarotorotoro rikantarababa shanda. Vunja huo mtego. Yeketetetesete. Pasua huo mtego. Kuna kitu naona kwenye ulimwengu wa roho. Kuna mahali umekamatwa. Kuna mahali umekamatwa. Kuna mahali umekamatwa. Yes, toka kwenye hilo shimo walilokuweka.
Toa watoto wako, toa watoto wako, toa watoto wako, toa watoto wako. Omba kwa nguvu, toa nyumba yako, toa kizazi chako. Omba kwa nguvu, tamka, tumia sauti yote, watoe, taja kwa majina yao, watoe kwenye mitego muundaji walikowarogea, walikowekea. Lo! Shantara mama reketerebebebe, na kuita kutoka huko, wewe na watoto wako, wewe na uzao wako. Shamakaraba rakatatata reketere shenterere ritatatata. Zidisha maombi, zidisha maombi, zidisha maombi, zidisha maombi, zidisha maombi. Usijihurumie wakati unapoomba, ongeza maombi, zidisha maombi. Rikarabababababa. Hii ni kongamano ya maombi makubwa. Rana ramana res, rana ramana res, ramana robosak, yekerere seterere, rana ravashakata, baya koria mana, ratatatatata. Yes, yes, manoro kori bashakata. Yes, yes, yes. Toa watoto wako waliotega mitego, toa vizazi chako, toa maisha yako, toka huko. Yes, kwenye mtego wa magonjwa, jitoe, jitoe waliko kunasa. Kuna wengine wamenaswa kwenye mtego wa magonjwa, umenaswa kwenye sukari, umenaswa kwenye mtego wa HIV, umenaswa kwenye mtego. Mama, ongeza nguvu unapoomba, usiombe maombi ya kawaida. Jitoe, jitoe, jitoe. Jinasua mwenyewe, wewe ndio kujinasua mwenyewe. Yes. Shanarara retetetetetete, na jinasua. Jinasue mama, jinasue baba. Mwambie Yesu, naomba uninasue. Yesu, ninasue. Wameninasa, wamenasa maisha yangu, wamenasa ndoa yangu, wamenasa kazi zangu, wamenasa maisha yangu. Leo natoka kwenye mtego. Ratatatatata, ratata, rababababababa. Paza sauti, paza sauti. Shandara makoria, 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 shandara makoria. Ambia Yesu, ninatoka, najinasua, najinasua, nanasua watoto wangu, nanasua ndoa yangu, nanasua maisha yangu. Ratatatatata, ratatatatata, shantara babababa, shantara babababa, shantara babababa, shantara babababa. Unatoka, Yesu anakunasua. Ratatata, ratatatata, manorobo kuriaba, rantarabababababa. Nasua, nasua, nasua watoto wako, nasua ndoa yako, nasua maisha yako. Toka, toka, toka kwenye mtego wa kutozaa. Leo mwambie Yesu, natoka, natoka kwenye mtego. Walinasa maisha yangu, wakasema sitazaa watoto. Leo yes, kwenye mtego jinasue, kwenye mtego jinasue, kwenye mtego wa ugonjwa. Taja huo, taja jina la huo ugonjwa, taja jina la huo ugonjwa, huo ugonjwa unaokusumbua, huo ugonjwa unaokutesa. Taja manarabakora, manarabakora, rikatatatatata. Jinasue, 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 jinasue. Shiba kataranda, shiba kataranda, riakataraba, ratatatatata, rapakorabababababa, rikateresetetete, mandorobo shekerebebebebe,
Yes, 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 yes. Yes. Tamka, acha kujihurumia. Acha kujihurumia. Ongeza maombi. Ongeza maombi. Unapotaka Yesu akutoe, lazima ongeze nguvu. Unapotaka Yesu akutoe, lazima ujiachilie. Manarasha katata. Ritatatatata. Kwenye uwe mtego. Leo Yesu akutoe. Yamakatarababa. Retetetetetete. Mungu akutoe kwenye mtego. Huo mtego wa mauti, huo mtego wa kansa, huo mtego wa kisukari. Leo nakutangazia kutoka, nakutangazia kutoka. Manorabakota ratatatatata. Toka, 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 toka. Shab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 a. Nasema maombi haya nakutoa wewe mama, maombi haya nakutoa wewe baba, maombi haya nakutoa wewe kijana. Ongeza nguvu. Ninaona moto unaongezeka. Riatototototo. Shebebe. Ratatatatata. Manoro shekete. Tamka, tamka, tamka. Kuna mahali umetekwa. Umetekwa na uzao wako. Umetekwa na watoto wako. Yesu umetekwa. Yeseketeke. Achomoka, chomoka, chomoka. Haya, chomoka, chomoka, chomoka. Toa, 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 toa. Ratatatatata. Kuna wengine wanaanza kutoka. Likatatatatata. Naomba uniangalie huku, naomba niangalie huku, naomba niangalie huku. Angalia ninapofanya. Twende, 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 twende. Fanya hivi mikono, fanya hivi mikono, fanya hivi mikono. Zungusha mikono yako. Sema ninatoka. Kwa nguvu za Yesu natoka. Yakatatata. Twende, 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 twende. Twende mwanamke, mikono miwili, mikono miwili, mikono miwili. Wewe mwanamke chukua mikono miwili. Mikono miwili, mikono miwili. Wewe mikono miwili, chukua mikono miwili, twende mikono miwili. Haya kwa nguvu, haya kwa nguvu. Wewe baba niangalie nafanya hivi. Angalia mimi ninachokifanya, angalia nafanya. Mikono miwili yaka, twende, 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 twende. Twende, twende, twende. Unaona watu wanaanza kutoka. Unaona watu wanaanza kutoka. Toa kwa nguvu, kwa nguvu. Unaona? Hakuna atakaye kuombea kama utachukua juhudi ninazozungumza. Chukua juhudi ninazozungumza. Toka. Yes. Unaona watu wanaanza kuchomoka. Unaona watu wanaanza kuchomoka. Kwa nguvu, kwa nguvu. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, mara ya tano, mara ya sita. Unamwona yeye, msaidie. Unamwona msaidie, mweka chini hapo hapo. Msaidie mwanamke. Shatatatatata. Mara ya sita huyo. Mara ya saba huyo msaidie. Mara ya nane msaidie. Na mwana huyo waliroga kizazi chake. Wamezika nguo yake kuzimu. Huyo msaidie, mtoe. Huyo binti anatoka. Huyo mwanamke anatoka. Huyo mama anatoka. Unaona kule nyuma, kule nyuma, kule nyuma moto. Kule nyuma moto, kule nyuma moto. Kuna mwanzo, kuna wewe. Huyo anatoka. Huyo anatoka. Huyo anatoka. Na mwana binti huyo walisema hatazaa. Walisema hatazaa. Huyo anachomoka. Huyo anachomoka. Huyo mama, huyo mama, huyo mama, huyo mama, huyo mama, huyo mama. Kuna watu waliiba nguo yako wakaipeleka makaburini. Huyo anatoka. Huyo anatoka. Huyo anatoka. Haya, chemka, kimbia. Chemka, kimbia. Chemka, kimbia. Huyo anachemka. Huyo anakimbia. Haya, 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 haya. Unamwona, unamwona, unamwona anachomoka. Unamwona anatoka. Unamwona anatoka. Haya, kamata nguo. Unaona anachomoa. Huyo, 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 huyo. Waliweka kizazi chako. Unatoka kwa nguvu. Unatoka kwa nguvu. Unaona, 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 unaona. Huyo alimlisha uchawi. Huyo amlisha uchawi. Huyo alimlisha uchawi. Unaona anapiga kelele. Unaona anapiga kelele. Anaachia haraka. Anachomoka haraka. Anachomoka haraka. Kamata huyo anachomoka. Kamata anachomoka. Msaidie huyo. Msaidie huyo, msaidie huyo. Msaidie anakimbia. Msaidie anakimbia. Huko nyuma huyo msaidie. Msaidie mama. Anachomoka. Yule mwingine. Ninaona watu 7 walikuwa wamekamata na nyoka. Mlikamata na nyoka. Huyo nyoka amekuwa na kutokea ndotoni. Huyo nyoka amekuwa na kutokea ndotoni. Kimbia, chomoka. Kimbia haraka. Huyo, 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 huyo. Huyo, 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 huyo. Huyo, 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 huyo. Ongeza maombi. Ongeza nguvu na choka. Ongeza nguvu na choka. Ya ta 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 ta. Unamwona anachomoka. Unamwona anachomoka. Unamwona anachomoka. Unamwona anachomoka. Haya, 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 haya. Unamwona huyo, unamwona huyo. Unamwona huyo, kuna mahali walimshamweka. Kuna mahali
Unamwona huyu alishamweka kwenye jeneza kabisa, hilo kaburi alikokuchimbia. Mama toka, mama toka. Umekuwa unaota ndoto, unaona watu waliokufa. Umekuwa unaota ndoto, unaona kama kaburini, unaota ndoto, unaona kama kaburini. Msaidie yule, msaidie yule anachomoka. Unaona wako saba, wako saba, wako saba. Unamwona huyo, unamwona huyo, saidia. Unamwona huyo, wako saba, wako saba, wako saba, wako saba. Unamwona huyo, kamata, kamata huyo. Unamwona, unamwona, kamata. Unamwona, kamata. Unamwona, kamata, kamata. Unamwona, kamata, kamata, kamata. Watatu yule pale, unampeleka wapi wewe? Kwa maelekezo ya nani? Kamata huyo, kamata. Weka hapo chini, weka hapo chini, weka hapo, weka hapo. Ratatatatata shakatarabababa reketetetetete shekete. Kamata huyo, kamata huyo, kamata huyo, kamata huyo, kamata huyo, kamata huyo. Unamwona anachomoka, unamwona anachoka, unamwona anachoka, unamwona anachoka. Walishamzika, walishamzika. Roho ya msukule, roho ya msukule, roho ya msukule, roho ya msukule. Namuona huyo alichukua nywele zake, walichukua nywele zake, walichukua nywele zake wakampiga. Roho ya msukule, roho ya msukule, roho ya msukule, roho ya msukule. Haya, kamata huyo, kamata. Anachomoka, anatoka milimani, anatoka milimani, toka mabondeni, toka milimani, toka kwenye ile bonde, toka kwenye ile bonde. Haya, kimbia, chomoka, 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 chomoka. Wamekuweka wapi? Wamekuweka sehemu gani? Vunja kabisa hiyo nguvu. Wamekuweka wapi? Ratatatatata, ratatatatata. Unaona kitu cha ajabu, unaona kitu cha ajabu, unaona kitu cha ajabu. Huyu kuna kitu alilishwa, huyu kuna kitu alilishwa, huyu kuna kitu alilishwa. Naona wamemlisha uchawi, wamemlisha uchawi. Kamata huyo, kamata, kamata. Uchawi unaondoka, kamata. Uchawi unaondoka, kamata. Uchawi unaondoka. Msaidie huyo, msaidie. Kuna nguvu ya Mungu inapita, nguvu ya Mungu ya ajabu sana, nguvu ya Mungu ya ajabu sana. Unaona nguvu ya Mungu inapenya, nguvu ya Mungu inapenya. Ratatatatata. Unaona kitu cha ajabu, unaona kitu cha ajabu. Hiyo nguvu inapita, hiyo nguvu inapita. Wewe, nguvu ya Mungu inapita. Unaona, 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 unaona kuna mzimu, unaona kuna mzimu. Yes, 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 yes. Chomoka, yes, chomoka, yes, chomoka. Ninamuona, ninamuona mwanamke, walichukua tumbo lake kabisa. Hili tumbo walichukua kitovu chako, hicho kitovu kinakuwa sasa kinauma kabisa. Hicho kitovu kuna mtego. Haya, na kitoa hicho kitovu, na kitoa hicho kitovu. Kimbia, kimbia. Chomoka, 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 chomoka. Yes, unamwona anachoka, unamwona anachoka, unamwona anachoka, unamwona anachoka, unamwona anachoka, unamwona anachoka. Yes, moto unapita, moto unapenya, moto unapenya, moto unapenya, moto unapenya, moto unapenya, moto unapenya. Sema fire. Inua mkono wako, inua mikono yako. Kamata mkono kwenye kitovu, weka mkono wako kushoto kwenye kitovu, kamata kitovu. Sema kila mtego, kila mtego walionitegea kwenye chakula, walionitegea kwenye chakula, kila mtego, kila mtego walionitegea kwenye chakula, walionitegea mtego kwenye chakula. Leo natangaza, leo natangaza huo mtego, huo mtego, huo mtego, huo mtego, huo mtego, huo mtego, leo hii, leo hii ninautoa, 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 ninautoa. Fungua kinywa chako, anza kuhema kwa nguvu. Fungua kinywa chako. Kwa mara ya kwanza, kwa mara ya pili, namwona wewe anatania. Kwa mara ya tatu, kwa mara ya nne, kwa mara ya tano, kwa mara ya sita, kwa mara ya saba. Ayatoa kwa nguvu, tumia nguvu zote. Wewe mwanamke, acha kushangaa. Unamwona huyo, wasaidia hao, acha kushangaa. Umeambia fungua mdomo wako. Unaona kuna mitego imetegwa, mitego ya chakula. Tumia nguvu zote. Unamwona huyo, mdomo wake anafungua. Fungua mdomo wako. Unaambia fungua mdomo wako, toa. Utaona, unaona, sinaona huo, sinaona. Utashangaa watu wanafunguliwa, utashangaa watu wanafunguliwa. Mama, kamata tumbo lako. Hiyo ndio lipo kizazi chako. Ndiko watoto, ndiko watoto wako walipo. Toa, toa uchawi, toa uchawi. Unaona, unaona, unaona. Toa, 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 toa. Unaona,
Unaona hii mitego ya chakula. Mama, fungua mdomo wako. Wewe kijana, fungua mdomo wako. Fungua mdomo wako. Toa kabisa. Sinaona uchawi unatoka. Uchawi aliokulisha. Ngoa. Walio serious wanafunguliwa. Walio kuja kutembea hamna shida. Wewe umekuja kutembea, endelea kutembea. Lakini kama uko serious, kanisa kubwa lina mambo mengi. Unapokuja hapa kuwa serious na unachoelekezwa. Umeambia fungua kinywa. Unaona watu wanavyofunguliwa. Wewe hutaki kusikiliza maelekezo. Utaponaje? Ameshakuwekea mtego wa kansa, mtego wa kisukari, mtego wa magonjwa. Leo huo mtego unaondoka. Tamka. Yes. Kuna wengine wamekuja kushangaa watu. Kama umekuja kushangaa watu, pole. Taendelea kushangaa sana. Waliokuja kufungua matumbo yao ya uzazi, ndio sasa hivi hapa. Uzai unapata changamoto kwenye tumbo la uzazi. Sasa hivi kama umekuwekea ilizi, sasa hivi ilizi utaitoa. Kama umekuwekea HIV, wamekuwekea kansa, ukifuatilia kinachoelekeza umepona. Ukifuatilia nachokuelekeza umepona. Yes. Unaona watu wanatoa uchawi. Ngoa walioweka ugonjwa kwenye nyumba yako, kwenye huo mgongo, kwenye hiyo kichwa, kitatoka tu. Naona watu wanavyofunguliwa. Yesu anafungua watu. Yesu anafungua watu. Toa. Ngoa huo uchawi. Ngoa. Yes. Ratatatatata. Watu wanatoa uchawi. Nguvu za giza zinatoka. Wamekulisha nini? Hiyo damu inaenda toka kichawi ya kiganga na kishirikina. Ng'oka. Toa. Ngoa. Shandarababababa. Ngoa kabisa. Toa. Yes. Waliosema ugonjwa utaendelea kukutesa. Mtu wa Mungu nabii. Ndio. Wakati operation inaendelea. Huyu mama ametoa mdudu akiwa anatembea. Ametoa mdudu sasa hivi. Ametapika mdudu akiwa anatembea. Naomba kamera iende pale. Unasikia watu wanavyofunguliwa. Ametoa mdudu akiwa anatembea. Naomba kamera iende. Naomba kamera ionyeshe vizuri. Hebu view kabisa mpaka pale. Huyo ndio mdudu anatembea. Mdudu anatembea kabisa. Na anasema kuna kitu kilikuwa kinamkaba. My Jesus, naomba kamera weka vizuri. Weka, usimtoe mdudu huyo kwenye mate hayo. Unampeleka. Mambo ya ajabu sana haya. Mambo ya ajabu sana. Naomba watu nenda ukaangalie pale ule mdudu. Angalia ule mdudu. Yuko pale katikati ya mate kabisa. Unaangalia unarudi. Katikati ya mate kabisa. Unaangalia unarudi. Anaangalia mmoja anarudi. Katikati ya mate unaangalia unarudi. Rudi ukishaangalia. Usitoe kamera. Nataka nimuone huyo mwanamke. Hebu view hapa nimuone. Naona kuna ni hapo simuone. Nataka nimuone yeye. Karabasanda rabashaka. Mandarabashaka.
Mandara bashaka. Naomba rudishe kamera hapo kwenye mdudu. Yes. Shakara baba shandara. My Jesus, my glory. Yes. Kara bashandara bashakara bashakara. Maajabu makubwa sana haya. Acha. Yes. Mama, tuambie nini kimetokea? Naomba unionyeshe huyo mwanamke hapo kwenye kamera. Jesus glory. Nini kimetokea mama? Kuna kitu kilikuwa kinanikaba. Kuna kitu kilikuwa kinanikaba. Kamera. Naomba kae. Nini kimetokea? Hebu eleza kilichotokea. Kuna kitu kilikuwa kinanikaba. Alafu nikasikia kusukuma kitu ndio nikatoa hicho. Ukasikia kusukuma? Umekisikiaje? Ulikuwa unasikia kinakaba? Kinakaba hapa kwenye koo. Ndio nikasukuma kwa nguvu ndio. Ukasukuma kwa nguvu ndio imetoka. Umekuwa unateseka na nini? Kuna maombi nikiwa naomba. Hichi kitu kilikuwa kinanijia afu kutoka kilikuwa hatoki. Kilikuwa kinakujia? Kimekujia kama muda gani? Muda mwingi, sasa hivi kama na miezi kama miwili. Una miezi kama miwili? Unaona kinakuja afu kinaondoka? Leo ukasikia kabisa kwamba unasikia kumsukuma kabisa. My Jesus glory. Unasikia nini baada ya kuwa hiyo mdudu? Hiyo ni mdudu wa aina gani ise? Nani anamjua huyo mdudu? Oh. My Jesus glory. Sasa hivi unasikia nini? Sasa hivi nasikia vizuri. Unasikia vizuri sasa hivi. Umekuwa unapitia changamoto gani? Changamoto tu ya maisha, changamoto ya ndoa. Ndoa yako ikoje? Ndoa naolewa na kuachika. Umekuwa unaolewa na kuachika. Naomba naye kamili maiki yake vizuri. Umekuwa na kuolewa na kuachika. Umekuwa unaolewa na kuachika. Jesus. Mpigie Roho Mtakatifu makofi. Makofi yako anakuwa shako. Nani ameona wewe mdudu kabisa mkubwa anatembea? I say. Inua mikono yako hapo hapo ulipo. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Sema tena Bwana Yesu. Kuanzia sasa natangaza nguvu yoyote iliyofunga maisha yangu iwe ni mwisho katika jina la Yesu.